Ndugu zangu wafugaji, ninawakaribisha sana tuweze kujifunza kuhusiana na ugonjwa wa African Swine Fever, yani homa ya nguruwe. Majina yangu naitwa Dr. Baguma. Ninawaalika sasa tuweze kujifunza kuhusiana na ugonjwa huu ambao ni ugonjwa hatari. Bila shaka ni ugonjwa ambao unasikika sana masikioni mwa watu, hasa wafugaji wa nguruwe. Na wengine baadhi wameshapata madhara ya ugonjwa huu, na wengine wanasikia kwa majirani. Lakini leo kwa faida ninapenda sana tuweze kuzungumzia ugonjwa huu, angalau tuweze kufahamu kwa undani zaidi. Napenda sana kuanza na historia ya huu ugonjwa na kwa nini uitwe African Swine Fever. Ndugu zangu wafugaji, ugonjwa huu umeanzia Afrika na umeanzia Afrika Mashariki katika nchi ya Kenya. Huu ni katika mwaka wa 1921 ambapo ulianzia pale Kenya na ulianza kuwapata wale nguruwe ambao walitoka katika bara la Ulaya. Na ulikuwa ni ugonjwa mgeni, ulikuwa ni ugonjwa mpya Afrika. Haukuwepo hapo awali mpaka ulipofika mwaka wa 1921 kwa mara ya kwanza ukatajwa hapo Kenya. Waandishi wengine wanadai ulifika katika mwaka wa 1910, lakini historia ya kweli ni kwamba uliingia Kenya katika mwaka huu wa 1921 na ulizua mjadala mkubwa na maswali makubwa juu ya huu ugonjwa, wengi wakisema umeanzia Ulaya, kwamba umeletwa Afrika, na mambo mbalimbali yalitamkika katika kipindi hicho. Na basi mataifa ya Ulaya yalianza kufanya uchunguzi juu ya ugonjwa huu na yakafunga mipaka juu ya uingizaji wa nguruwe na ununuzi wa nguruwe kutoka huko kuingia Afrika. Na walifanikiwa mpaka ulipofika mwaka wa 1957 ambapo pia uliweza kufika Ulaya, uliweza kuingia Ulaya na ukaanzia katika nchi ya Portugal na baadaye kuenea katika nchi mbalimbali barani Ulaya na hata katika mabara mengine. Ulikuwa ni ugonjwa ambao ulileta mtikisiko mkubwa kutokana na kukosekana kwa chanjo pamoja na tiba yake. Pamoja na hayo, ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi kubwa ukilinganisha na magonjwa mengine ya virus, na una uwezo wa kuua hadi 100%. Kwa hiyo unaweza kuua nguruwe wote bila kubakiza, na ni kwa sababu ya ni kwa sababu pia unaathiri sana mifumo ya upumuaji, mifumo ya damu na kadhalika, na hivyo kuweza kupelekea mnyama kuweza kufa haraka. Na ugonjwa huu unaweza ukampata mnyama na ukachukua siku kadhaa kabla ya kuonekana kwa mnyama, ambayo tunasema ni incubation period. Inaweza ikachukua siku 7 na hadi siku 19, ingawa inategemea pia na mlipuko wa kipindi hicho, lakini mara nyingi ni wastani huo. Kuna kipindi mnyama anaweza kukaa na ugonjwa siku 15 kabla hajaonyesha, lakini tuseme wastani ni siku 7 mpaka siku 20, siku 7 mpaka siku 20. Ugonjwa huu umewaumiza wataalamu wengi na watafiti wengi wa masuala ya magonjwa, kwa sababu umekuwa na changamoto ya kupatikana kwa chanjo maalum. Ingawa katika mwaka 2022, yani mwaka juzi, kuna nchi ilitangaza kwamba ilipata chanjo na wakazifanyia utafiti, zikafanya baadhi, na kutokana na mabadiliko ya virusi
wakapeleka kwa wanyama wengine na wakawa wamepata ugonjwa. Kwa hiyo bado mpaka sasa hivi ni kitendawili juu ya wataalamu. Tuzidi kumwomba Mungu, labda kuna siku itaweza kupatikana. Na katika Afrika imetimia miaka 100 ya uwepo wa huu ugonjwa toka mwaka 1921 mpaka mwaka 2021 ilitimia miaka 100. Na ilipotimia miaka 100 watu walizua mjadala, wakaanza kufanya ulinganifu na kutengeneza mijadala kwamba ni wapi tumetoka na ugonjwa umeleta maumivu kiasi gani katika jamii, umerudisha uchumi wa watu kwa kiasi gani. Na hiyo ilikuwa ni kuamsha chachu na tafiti na kuamsha wataalam na wanasayansi kuendelea kufanya utafiti, kwa sababu huu ugonjwa umekuwa ni tishio hasa katika sekta ya ufugaji, hasa ufugaji wa nguruwe. Na katika Tanzania ni ugonjwa ambao umefika mara nyingi, na katika miaka ya 90 pia uliingia Tanzania, na hivi karibuni umekuwa ni ugonjwa ambao unaathiri sana wanyama, unaua sana wanyama, nafikiri kuliko ugonjwa wowote wa nguruwe. Kwa hiyo Tanzania umekuwa ni nchi inayotajwa kuwa na maambukizi ya mara kwa mara kutokana na uwepo wa wanyama pori pia, kwa maana ya nguruwe pori ambao wanaitwa warthogs, ambao ndiyo chanzo hasa cha ugonjwa huu katika nchi ya Tanzania. Na pamoja kwamba kuna kupe ambao wanaitwa Ornithodros, ambao ni kupe laini au kupe ambao ni wadogo na walaini, ambao pia ni chanzo cha huu ugonjwa. Sasa katika Tanzania kiukweli umeleta madhara makubwa kwa wafugaji, na hivi karibuni wafugaji wengi wamekuwa wakiingiwa hofu na mashaka juu ya uwepo wa ugonjwa huu, na ni ugonjwa ambao kiukweli unaleta hasara kubwa sana, na watu wengi wamekata tamaa ya ufugaji kwa sababu wameathirika na ugonjwa huu moja kwa moja. Kwa hiyo unakuta mtu akisha athirika na ugonjwa inakuwa ni ngumu kurudi. Sasa ninataka leo tujifunze juu ya huu ugonjwa wa African Swine Fever na tujue namna ya kujikinga. Na kuyakinga mashamba yetu na kuwakinga wanyama wetu. Kwanza, huu ugonjwa ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia mgusano wa moja kwa moja. Mgusano wa moja kwa moja au mnyama kula kitu chochote chenye maambukizi ya virusi hivi vya ugonjwa. Mgusano wa moja kwa moja inaweza ikawa kati ya binadamu na mnyama, kwa maana binadamu akimgusa mnyama moja kwa moja kama na virusi amevibeba mikononi au katika nguo yake, anaweza kumwambukiza huyo mnyama. Kwa hiyo mgusano wa moja kwa moja wa namna hiyo, au mfugaji au binadamu amegusa chakula anachoenda kula huyu mnyama, kama anavyovimelea kwenye mikono yake au sehemu yoyote, anaweza kuambukiza huyu mnyama. Au mnyama mwenyewe amegusa kinyesi au mkojo wa huyu nguruwe au sehemu ambapo ina maambukizi, ni rahisi pia kuweza kupata. Lakini njia nyingine inaweza kusababisha changamoto hii ni endapo hawa ndege wanaotoka banda moja kwenda banda nyingine, kama mfano kunguru. Kunguru tunasema na anaweza kusambaza hivi virusi endapo atamdonoa nguruwe ambaye ana ugonjwa, halafu akaenda kumdonoa mwingine au kudonoa kwenye chakula ambacho nguruwe mwingine anakila ambaye hana maambukizi, ni rahisi kuweza pia kupata. Sasa twende moja kwa moja kwenye dalili ya huu ugonjwa. Dalili
kubwa sana. Dalili ya kwanza ni mnyama kupoteza hamu ya kula. Ninajua kwamba hii ni dalili ambayo ni dalili iliyozoeleka hata kwa aina nyingine za magonjwa, lakini katika tofauti ya dalili hii na dalili za magonjwa mengine ni kwamba ugonjwa huu una dalili hii ya kukosa hamu ya kula inawapata nguruwe wengi kwa kipindi kifupi. Yaani unaweza kuona mnyama leo huyu hali chakula, ukashangaa kesho kundi zima halitaki kula kile chakula. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba huu ugonjwa sio wa kawaida. Huu ugonjwa sio wa kawaida. Kwa hiyo sio kama dalili ambayo inaonyesha mnyama mmoja anakaa anatibiwa na mwingine wanaendelea na maisha, lakini huu unawaathiri kundi kubwa. Kwa hiyo inapelekea pia kukupa ishara kwamba huu sio ugonjwa wa kawaida. Na dalili nyingine pia ni kuwa na kuvilia damu kwenye masikio na kuvilia damu pia katika maeneo ya wazi ya mwili wa nguruwe, maeneo ambayo sana sana hayajafunikwa na manyoya. Ni rahisi kuona hizo dalili za kuvilia damu. Nafikiri ninapitisha hapa picha uweze kuziangalia. Zinakuwa katika mwonekano wa namna hiyo. Lakini na dalili nyingine ni wanyama kutupa mimba. Wale nguruwe ambao wanakuwa na mimba katika kipindi ambacho wameshapata ugonjwa huwa wanatupa mimba. Kwa hiyo unapoona pia dalili hizi katika wanyama wako wenye mimba ambao wameshaonyesha dalili nyingine kama za kukosa hamu ya kula na zile dalili za kuvilia, unajua tayari huu ni ugonjwa wa homa ya nguruwe. Kwa hiyo tahadhari unatakiwa uichukue sasa kabla ya hizo dalili kufika shambani kwako. Kwa hiyo tahadhari inabidi uzichukue kabla ya huo ugonjwa kufika shambani, kwa sababu endapo utaona hizo dalili unakuwa hauna namna ya kuweza kuwaokoa wanyama wako. Kwa hiyo inabidi umuite daktari achukue sampuli au angalie zile dalili kama zinafanana na ugonjwa huo, akushauri namna ya kufanya. Na ambapo tunashauri wanyama wakishapata hiyo dalili ni vema ukawateketeza. Ni vema ukawateketeza ili kulinda kizazi au kulinda nguruwe wengine katika jamii au kuwalinda wafugaji wengine wasiweze kupata maambukizi hayo. Sasa kuna namna ambavyo unatakiwa ujilinde wewe kama mfugaji ili huu ugonjwa usiweze kufika shambani kwako. Njia ya kwanza ya kujilinda na huu ugonjwa usifike shambani kwako ni kuzuia watu kuingia shambani kwako, kuzuia mwingiliano. Kutowaruhusu watu wafugaji wengine kutembelea shamba lako kiholela. Yani inabidi uweke vizuizi vya kuzuia mwingiliano katika shamba lako, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingiza wanyama wapya katika kipindi hichi ambacho unakuwa umeshasikia kuna mlipuko wa huu ugonjwa. Na ni vyema pia hata kama ni wanyama wapya unaowanunua kutoka shamba moja kwenda shamba jingine, ni vyema wasiingie moja kwa moja shambani kwako. Wafike sehemu kwanza, wawekwe kwa angalau wiki 2 za uangalizi kabla ya kuwachanganya na wanyama wengine. Na hiyo inabidi iwe kanuni yako ya kununua wanyama wapya, kwa sababu unaweza ukanunua wanyama wana ugonjwa ukachanganya na nguruwe wako wakapata ugonjwa nguruwe wako wote na ukapoteza nguruwe wote. Na sio lazima uwe ugonjwa wa African Swine Fever, lakini hata magonjwa mengine ambayo ni
hatari. Kwa hiyo kingine, zingatia usafi katika kipindi chote. Tumia dawa ambazo zinaua virusi na bakteria kama disinfectant na kadhalika. Zingatia uingizaji wa chakula kipya kutoka sehemu unaponunua. Mara nyingi ugonjwa huu kwa asilimia kubwa unapitia chakula. Kwa hiyo unaponunua pumba, mahindi, usipeleke moja kwa moja kuwalisha wanyama. Uweke store kwa angalau kwa siku 14 ndo itumike tena kwa ajili ya kama chakula kwa wanyama. Itasaidia kuzuia virusi kuingia moja kwa moja, kwa sababu ile karantini ya chakula au kukiweka store kwa muda inasaidia baadhi ya virusi, baadhi ya magonjwa ya bakteria kushindwa kusurvive na hivyo ukija kuwalisha wanyama wako inakuwa chakula kiko salama. Lakini kingine pia ni kuzingatia uingiaji na utokaji wa vijana wanaohudumia. Hakikisha kwamba vijana wako na wanunulia vifaa vya kutumia shambani kwako tu wanapoingia kuwahudumia wanyama wako, aidha kuwalisha au kuwasafisha. Hakikisha kwamba wanakuwa na vifaa maalum, wanakuwa na rainboot au gumboot, au wanatumia overall au overcoat kwa ajili ya kuingia na kuhudumia wanyama. Wasitumie nguo nyingine, mtu ameenda kutembea anarudi na viatu vyake, ameenda kutembea anarudi anaingia shambani na kulisha wanyama. Hiyo italeta hatari. Lakini kingine, weka dawa za kukanyaga mlangoni kabla ya kuingia pamoja na kunawa. Weka dawa za kunawa na kukanyaga mlangoni kabla hujaingia shambani kwako. Hii pia itasaidia kulinda. Lakini pia zingatia usafi. Fanya usafi kwa kutumia dawa ambazo ni disinfectants. Fanya usafi mara kwa mara, na hakikisha kwamba pia unawaosha na wanyama wako, unasafisha na mabanda. Zuia uingiaji holela wa ndege. Ndege wanaoruka hawa pia nao ni vyanzo vya kusababisha kutoa ugonjwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo zingatia hilo, kuangalia namna ya kupunguza ule uingiaji wa ndege kutoka banda moja. Unakuta wameenda wamebeba vile virusi, labda walikuwa nakula mizoga kama kunguru, alafu wanakuja bandani kwako wanaleta ugonjwa. Kwa hiyo ni hatari pia. Lakini pia Mr. Piggy Tanzania tunaenda na kasi ya wenzetu. Wenzetu wana dawa ambayo wanatumia inaitwa Fomycin Gold Pex, ambayo wanachanganya kwenye chakula kwa ajili ya kupunguza zile risk au ile hatari ya virusi kuendelea kuzaliana na kuenea kupitia chakula. Kwa hiyo sisi pia kwenye vyakula vyetu vya Mr. Piggy Concentrate hizo dawa tunaziweka, na kwa hiyo tuna ushuhuda kwa watumiaji wa Mr. Piggy Concentrate kwamba hakuna mwathirika ambaye alishawahi kutokea toka anatumia Mr. Piggy mpaka ugonjwa unapita misimu na misimu mpaka sasa hivi wako salama. Kwa hiyo kwa kutumia Mr. Piggy Concentrate pia unapunguza ile hatari ya kuathirika moja kwa moja kupitia chakula. Tunajua kwamba kupitia pumba na vitu tunavyovinunua ni hatari kubwa, kwa sababu ni sehemu ya kuweza kuleta hawa wadudu shambani. Lakini kwa kutumia Mr. Piggy, umenunua pumba zako, unachanganya na concentrate, umeweka ulinzi kupitia chakula kwa hadi 70%. Wenzetu wa Ulaya wanaitumia sana na nazidi kuifanyia utafiti. Lakini pia nina ushuhuda wa mfugaji mkubwa kutoka Uganda ambaye alipata ugonjwa katika mashamba yake yote mawili. Huyu mfugaji alikuwa na nguruwe zaidi ya 5,000 kwa kila shamba, na alipata maambukizi japokuwa alikuwa anatumia dalili biosecurity ya hali ya juu. Alikuwa anaweka ulinzi wa shambani kwake
namna ya kuingia, unaoga, kuna dawa maalum za kupuliza na kuoga na kuingia shambani. Kulikuwa hakuna mwingiliano, lakini akapata ugonjwa. Wakaanza kutafuta chanzo, wakagundua ni chakula. Kwa hiyo ndo wakaanza kutumia Fomycin, na katika misimu yote hakuna ugonjwa ambao umefika shambani kwake. Na hata wafugaji wengi wanaitumia na au wanatumia virutubisho vyenye hii dawa, kwa sababu ni premix, inasaidia kuondoa wadudu hatari, namaanisha virusi hatari, lakini pamoja na magonjwa, pamoja na sumu kuvu, pamoja na fungus pia kwenye vyakula. Kwa hiyo kupitia hiyo, na tafiti zinaonyesha kwamba inaweza kufanya kwa 90%, lakini hawasemi kwamba ukitumia hiyo chakula chenye Fomycin au Fomycin yenyewe usitumie biosecurity na njia nyingine kujikinga. Ni vyema ukatumia zote, lakini kupitia Fomycin Gold una uwezo wa kukwepa kushambuliwa na hivyo na hivyo virusi katika msimu mzima. Na tuna ushuhuda kwa wale ambao wanatumia bidhaa zetu, hakuna mtu ambaye anataja kwamba ameshapata ugonjwa. Kwa hiyo ni vema ukaribie na wewe kutumia bidhaa zetu za Mr. Piggy Concentrate, kulinda shamba lako, lakini pia kupata matokeo mazuri kwa wanyama wako, kwani pia ni concentrate bora inayofanya vizuri Tanzania, yenye gharama nafuu, lakini matokeo ni makubwa. Na tuna bidhaa kuanzia watoto wale wanaonyonya, walioachisha kunyonya, walioachishwa kunyonya, wanaonenepa, wanaokuwa, pamoja na wale wakubwa na makundi yote ya wazazi. Kwa hiyo tuna vyakula aina mbalimbali. Na kuweka oda yako, usiache kuweka kupitia 0740348874 au 0678898874. Bidhaa zetu zinapatikana Tanzania nzima. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Baada ya kusema hayo, basi tumalizie katika somo letu kwamba ni vyema kutumia hizo kanuni na kufata taratibu ili kuweza kuepuka madhara ya huu ugonjwa shambani kwako. Tumia wataalam, tumia madaktari unapoona dalili yoyote ya ugonjwa ambayo nimetaja imeonekana shambani kwako, ili waweze kukusaidia haraka na kukupa ushauri juu ya namna ya kujikinga zaidi. Ninawakaribisha pia kuendelea kufuatilia masomo kupitia chaneli hii ya Mr. Piggy TZ, na nitakuwa ninaendesha masomo mbalimbali. Nitatoa masomo yanayohusiana na lishe, masomo kuhusiana na magonjwa, masomo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uhimilishaji wa nguruwe, na masomo mbalimbali nitaendelea kuyatoa. Ninawashukuru sana, msiache kuendelea kutufuatilia, lakini pia usisahau wewe mtazamaji kusubscribe, kucomment pamoja na kushare ili kila mfugaji aweze kunufaika na masomo yetu. Karibuni nyote.